ajili ya kumuunga mkono Mheshimiwa Rais kazi anazofanya kwa vitendo, lakini pia kwa sababu yeye ni wizara ya nishati safi ya kupikia, sisi pia ni mawakala wa nishati safi ya kupikia ambao ni Rafiki Briquettes kutoka STAMICO. Kwa sisi wanawake na Samia, kazi yetu kubwa kwanza kama nimesema mwanzo ni kumuunga Mheshimiwa Rais kazi anazofanya kwa vitendo, lakini pia tuna kamati mbalimbali, tuna kamati ya uwezeshaji wanawake kiuchumi na kamati zingine tofauti. Hii yote ni kwa ajili ya kuweza kufanya kile ambacho mama anakifanya. Kwa hiyo kutokana na hili swala la uwezeshaji wanawake kiuchumi, tumekuja pia na wajasiriamali tofauti ambao wana bidhaa tofauti. Kuna ambao wanaunga wa lishe, wana peanut butter, wana karanga, wana asali. Kikubwa kuliko yote tumekuja pia kwa ajili ya kueneza hii nishati safi ya kupikia ambayo ni Rafiki Briquettes. Kwa tuko hapa Nane, lakini pia tunachoma nyama kutumia nishati safi ya kupikia, na pia hii wanawake na Samia iko nchi nzima, na hata huu wakala ni wa nchi nzima. Kwa Njombe sisi tunapatikana soko la wakulima ambapo ni soko la viazi, kuna kontena pale imeandikwa wanawake na Samia, lakini pia hata Mbeya hapa wanawake na Samia wapo, na huu mkaa pia upo. Mkaa huu ofisi zao ziko uwanja wa CCM, kuna kontena pale imeandikwa wanawake na Samia Mbeya. Rafiki Briquettes zinapatikana pale. Rafiki Briquettes hii ni rafiki kwa mtumiaji, haina madhara, lakini pia inakaa muda mrefu. Unaweza ukapikia zaidi ya masaa 3. Unapika maharage yanaiva, unapika wali unaiva, lakini pia unaweza kutenga maji yakaiva na asikumamka maji ya moto kabisa. Kama mfano saizi hapo tunachoma nyama toka asubuhi na saizi ni karibia saa 5. Moto bado uko ni mkali, na moto huu hatuongezi mpaka jioni. Tunachomea nyama moto huo. Kwa ni kitu ambacho kinapunguza sana gharama za matumizi kwa mtumiaji. Na alika wanawake wenzangu kwamba tuachane nishati chafu, tuhamie kwa nishati safi, kwa sababu hii nishati safi ni nishati ambayo kwanza ni kama nilivyosema mwanzo, ni nzuri kwa kutumia, inaishi muda mrefu, inapunguza gharama. Kwa hiyo tutaepukana na madhara ya moshi, kifua, na hasa kutumia muda mwingi sana kwenda kutafuta kuni mbali. Lakini tukiwa na huu mkaa ndani tunatumia kwa muda mrefu na tutapunguza gharama sana. Kwa hiyo nahamasisha wanawake wenzangu wote tuhame toka kwenye nishati chafu tuingie kwenye nishati safi. Kama nilivyosema mwanzo, tuna kamati ya uwezeshaji wanawake kiuchumi na tumeshatoa elimu kwa wanawake wengi. Licha hiyo pia tuna fursa mbalimbali. Tuna fursa wanawake wengi tunaweza kusoma VETA ambao ni fursa ya Mheshimiwa Rais, lakini pia tuna fursa za mikopo. Kuna mikopo ya 10% ya halmashauri. Wanawake wetu wengi wamepata mikopo na wamenufaika, na miongoni mwao hapa wapo. Lakini pia tuna fursa ya mikopo ya CRDB ya Ibejo. Hii mikopo ni mikopo ambayo tumeweza kuwezeshwa, muasisi wetu tutafikia, na kiasi kwamba ni mikopo ambayo ina masharti nafuu, na mpaka sasa watu wengi wameweza kupata. Kwa mfano kama Njombe, mpaka sasa tuna milioni 100 ambayo tayari kuna mama ameshapewa. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni kizuri na tunawafuatilia kwa ukaribu, na wengi tayari hiyo hela wameichukua na wameshaingiza kwenye malengo ambayo walikuwa wameombea. Naitwa Janet James. Mimi ninatoka Njombe. Mimi ni wanawake na Samia. Mimi natumia nishati safi ya mkaa. Inanisaidia mambo mengi. Kwanza inanipunguzia matumizi mengi ya mkaa. Nikishaweka huu mkaa, nimeukoleza toka saa 2 na utumia mpaka saa 12 na kwa bado haujaisha. Naondoka hapa na nauacha. Na pia umenipunguzia hata maradhi kama kifua, kukohoa, inanisikati. Na vile inanisaidia pia hata matumizi ya fedha. Na nunua mkaa, hiyo natumia kilo 3 au kilo 4 kwa siku mpaka jioni, badala ya kutumia mkaa ambao unachoma kutumia miti. Mimi wanawake wenzangu, kwanza tumieni nishati safi, kwa sababu kama hivi unavyoona haina moshi. Manake uvumi unasema una moshi, alafu sio mzuri. Mkaa ni mzuri kabisa. Mimi hapa nachoma nyama na naivisha vizuri, kwa hiyo unatumika vizuri kabisa. Unaweza ukakoleza jioni, tuseme kilo 1, ukatenga maharage yako. Ukifika asubuhi maharage yameiva, utapikia chai na utaunga, utafanya shughuli zako zingine, mkaa bado upo. Kilo hii 1 kupikia. Kwanza napenda kumshukuru Mama Samia kwa kutupa hii nishati safi mbadala. Kwanza tumejikomboa, hatuhangaiki tena. Kwanza tunatumia mkaa huu, umetusaidia mama, tunaomba aendelee kutusapoti.
Kwa majina mimi naitwa Sada Salum Msangi, ni mjasiriamali, na katika nafasi yangu kwenye Wanawake na Samia, mimi ni mtu wa habari Wanawake na Samia mkoa mzima wa Njombe, na katika maisha ya biashara mimi ni mwenyekiti wa Tanzania Women Chamber of Commerce TWCC mkoa wa Njombe. Kwa hiyo tuko katika mnyororo wa thamani na katika harakati za biashara, usindikaji na uzalishaji wa bidhaa zenye ubora. Mama Samia tunampa heko kubwa sana. Kwanza mwanamke jasiri na mwenye nguvu ya kiuchumi, kama jinsi mwenyewe alivyopambana kusomea masuala ya uchumi, yuko vizuri sana. Tuna kitu kinaitwa CRDB Imbeju. CRDB Imbeju ambayo mama ametoa pesa hizo kwa ajili ya kina mama kukopeshwa. Wakina mama wanakopeshwa, tunakopeshwa, tumeomba bado hatujapata, lakini kina mama tunakopeshwa kuanzia hela milioni 200,000 mpaka milioni 5, ambayo haina riba kabisa. Unatoa tu 10% ya bima na zingine ni akiba zako unaweka mwenyewe polepole. Kwa hiyo natufanya swala la mtaji kuwa mtaji hasa wa kuweza kufanyia shughuli angalau ya kawaida yenye mashiko, kuliko kwenda kuchukua pesa zile za moto au wengine wanaita kimangala. Kwa hiyo zinakuwa kama ni usumbufu kwenye familia, pamoja na kiakili mtu unakuwa hauko vizuri sana, afya akili inadorora. Kwa hiyo tunamwombea na tunashukuru serikali yake kwamba wanatujali na tumepata hela hizo, na kuna baadhi hatujapata bado, lakini tuko mbioni kupata, hatuna wasiwasi. Kwa hiyo ni vizuri mno kina mama tufanye kwanza, uanze wewe mwenyewe one biashara, mpaka ikikamata barabara au njia ikikaa kwenye site ndio uende ukachukue hela, lakini usichukue hela kama huna biashara unaanza kufanya, ukajua ina changamoto gani, ina shida gani. Anzia hicho kidogo ulicho nacho, hata kama ni kutengeneza bajia, hata kama ni kutengeneza kukata matunda na kuuza, unaweka kwenye sehemu safi, unatembeza matikiti, mananasi unauza kwenye video mbalimbali, kina mama tunapata hela. Kwa hiyo tusichague kazi, tuangalie tunapata hela kwa njia za halali. Mimi kwa binafsi natengeneza nguo za batiki, na hizi nguo za batiki, hichi ni kitambaa ambacho unakinunua. Ukinunua kitambaa cha rangi moja ndio unakifanyia mapambo ya rangi tofauti unazopenda. Kama hivi hapa, unakibadilisha, unatia rangi, unakibadilisha, unapata rangi hapa. Rangi zote unazopenda. Haya tunaitwa hizi ni tie dye. Unatia dye na kubatiki. Batiki hii hapa inagongwa mshumaa, ambayo inakuwa sasa ndio hapo unagonga mshumaa, unakuta inatoka rangi ambazo labda wanapenda, iwe kwa ajili ya kwaya, kwa ajili ya vyama vyovyote tu vile wanavyopenda. Kama wanataka sare unaweza kuwatengenezea kutokana na watu wanaocheza.